السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك في تلفزيون Nisaa TV. Ndugu zangu wapendwa watazamaji wa Nisaa TV, karibuni tena katika barnamiji yetu hii, barnamiji mubarak, barnamiji inayopendwa na kupendeza na wengi katika watazamaji wetu wa Nisaa TV. Karibuni tena katika kipindi chetu hichi Jamvi la Kiislamu. Leo hii insha Allah Taala ilikuwa tunamtegemea mgeni ambaye tungeliweza kuwa naye kwa sababu ya dharura isiyoweza kuepukika, hakuweza kuwasili. Lakini vile vile tutapenda kukumbushana maili matatu kuhusiana na dini yetu ya Kiislamu, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kumbusha kwani kukumbusha kutawafaa waumini. Nafikiri mada iliyokuwa imepangwa ni kuzungumzia da'wa mashinani pamoja na changamoto zake. Maana da'wa ya mashinani ina changamoto nyingi sana, na wallahi alazim mhusika mkuu angekuwepo tungepata faida kubwa na nyingi zaidi. Lakini kwa hakika da'wa ina changamoto katika jawanib zote, katika nyanja zote, fi nawahi kulliha, katika pembe zake zote, imma fil badia, imma katika mashamba au vijimboni, au katika sehemu za vitongojini, au katika sehemu za mijini. Da'wa kiuhakika ina changamoto zake nyingi sana, na miongoni mwa changamoto zake, kabla nizitaje, napenda kuinasihi nafsi yangu pamoja na kuwanasihi ayuhal almustami'una, yenye mnaonisikiliza katika station yetu hii, ya kwamba mara nyingi sisi husahau kufanya da'wa katika sehemu za bawati, katika sehemu za mashambani. Tunapokuwa mjini tunakula na kulala mahali pazuri na kuswali katika sehemu nzuri, lakini wenzetu katika sehemu mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya, katika Coast Province, kwa hakika kuna sehemu bila hakika bado hawajasikia mwito huu wa Uislamu katika njia nzuri, njia inayofaa. Sisi tuna misikiti mizuri ya kupendeza, lakini kuna wenzetu ambao hawana misikiti ya kuweza kuwatosheleza na hawana equipment za kutosha katika kueneza ile dawa. Kwa hivyo kwanza nawapatia nasaha ndugu zangu mnaonitizama mahali popote mulipo katika nchi yetu ya Kenya na nje ya nchi ya Kenya, kwamba sisi sote ni masulia, kama alivyosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum mas'ulun, nyinyi wote ni masulia, mtaulizwa. Wa kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun ala ra'iyatikum, nyote mtaulizwa kuhusiana na uchungaji wenu. Fal imamu ra'i, imamu ni mchungaji, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, na yeye ataulizwa kuhusiana na kile anachokichunga. Kwa hivyo vile vile hata sisi kama ni baba, kama ni mama, ni mtu yoyote, yeye ni mas'ul, ataulizwa na Allah tabaraka wa taala kwa kile anachokichunga. Na miongoni mwa vitu ambavyo tunatakiwa kuvichunga, kuvifanyia uchungaji ni da'wa ya Allah tabaraka wa taala. Tutaulizwa na Allah tabaraka wa taala, je, tumewahi kuifikisha da'wa kwa upeo ambao Allah subhanahu wa ta'ala lao atatuuliza tutakuwa tuna jawabu? Hili ni swali muhimu, hili ni swali muhimu, na lazima tuwe na majawabu, lazima tuwe na majawabu. Katika pitepite yangu ya kutizama katika mitandao ya kijamii, nimewahi kuona sehemu, wallahi alazim, katika miji yetu hii tunayoifahamu, ya kwamba kuna msikiti ambao msikiti huo umejengwa na dongo, hauna maji, hauna stima, hauna sola. Msikiti utadhani ni nyumba inayoishi mbuzi au ng'ombe au wanyama wa kawaida.
na eti ni nyumba ambayo kwamba ni nyumba ya kufanywa ibada. Maal asafu shadid, aghniyaun kathirun, matajiri ni wengi katika miji yetu hii, walmujtahiduna kathirun, wenye kujitahidi katika hali ya kati na kati ni wengi, walakin tumewasahau ikhwanuna, tumewasahau ndugu zetu katika bawadi kama hizo, katika sehemu hizo za mashamba. Kwa hivyo sisi kama Waislamu si lazima uambiwe na fulani twende, lakini tuna haki ya sisi wenyewe kufanya ziarati, kuweza kutembea na kuweza kuzunguka katika sehemu ambazo kwamba ziko mbali na miji, ili tuweze kujua zile ahwali, ndugu zetu wanaendelea vipi na da'wa, wanafanya vipi da'wa zao, wanafundishwa vipi, misikiti hiyo inaendeshwa kwa mifumo gani, madrasa hizo zinaendeshwa kwa mifumo gani, kuliko kuketi katika miji na watu kulumbana, kutukanana na kupigana na kufokeana na kutusiana katika majumba ya Allah, misikiti, na huku tunawaacha ndugu zetu katika iman ambao wanatangatanga, hawajui sehemu za kusalia, hawana sehemu za kudarisishana, kufundishana, na vile vile hawana walimu wa kuweza kuwafundisha wale walimu ambao wanafaa. Na hii ndio imekuwa ni sababu kubwa. Leo watu wengi katika sehemu za bawadi, ukiwauliza wewe ulikuwa ni Muislamu, umetoka kwenye Uislamu kwa sababu gani? Sababu ni nyingi. Miongoni mwa sababu atakwambia hatuna sehemu ya kuswali. Naam, waweza kumwambia kwa nini usiswalie nyumbani? Jawabu litakuwa hata nikiswali nyumbani, nani atanielekeza namna ya kuswali? Twategemea tuwe na sehemu ya kuswali ndio tuweze kupata watu wenye kutuelekeza. Hatuna walimu, hakuna walimu katika bawadi kama hizo, sehemu hizo za mashambani. Kwa hivyo changamoto zinakuwa ni nyingi, lakini miongoni mwa changamoto ni kwamba hakuna majengo au hakuna misikiti ya kutosha na hakuna madarisi za kutosha. Na ikiwa madarisi na misikiti itajengwa, lazima misikiti hii iwe itakuwa na aima, iwe itakuwa na viongozi, iwe itakuwa na watu wa kuweza kuelimisha dini yao. Siku moja katika masiku nilikuwa na sahibi yangu mmoja akiitwa Haji, maarufu tukimuita mzee Haji. Alinichukua tukaenda kutembea katika maeneo. Yeye ni mmoja katika mwanaharakati, anapenda sana kuharakika kuhusiana na masuala ya dini, na ameweza kusimamia sehemu nyingi sana na kujengwa misikiti. Na tunahitaji watu kama hao wajitokeze kwa wingi, ili tuweze kuimarisha bawati, tuweze kuimarisha sehemu za mashambani, kupatikaniwe misikiti na kujengwe na madaris, na vile vile kupatikaniwe na mashekh maustadhi wa kuweza kufikisha dini maeneo kama hayo. Tukafika sehemu ya Duruma, ndani huko, Kinango ndani huko. Basi tukafika sehemu tukapata kuna mashallah kuna msikiti umejengwa uko vizuri, na vile vile kuna madrasa imejengwa, na inasemekana hii madrasa imejengwa na watu mabaniani, yani wale watu ubadul asnam, wenye kuabudu masanamu, ndio wamejenga madrasa huko. Na Waislamu wako, sio kwamba hakuna, watu wako wenye pesa zao. Wallahi lazima tukawaona watoto wanafunzi wengi, takriban wanafunzi walikuwa takriban 100 hivi kama sijakosea, na kulikuwa na wanafunzi wakubwa wengine miaka 18, 19, wasichana wakubwa bado ndio wanaanza. Na mwalimu tukampata na tukazungumza naye ahwali, tukajadiliana maili matatu, lakini al-asafu shadidi hata mwalimu mwenyewe ni mwalimu ambaye manzila, yani daraja yake ya kuwa mwalimu kulingana mazingira yale pia haifai. Lakini ikawa wanasema au tukasema, ikiwa hakuna maji hata mchanga watu watatumia kutayama. Ikiwa walimu wakisawasawa hawezi kupatikaniwa, tutafanya nini? Yule ambaye yuko ni dhaifu, itabidi huyo ashikilie uskani mpaka pindi tutakapopata njia ya kuweka mwalimu ambaye atakuwa ni strong, mwalimu ambaye ana uwezo. Kwa hivyo utakuta hata huyo mwalimu alikuwa anawafundisha watoto kupitia lugha ya Kiswahili, yani suratul Fatiha ala sabili almithal inaandikwa kwa lugha ya Kiswahili, kwa sababu pia hakuwa na uzoefu na uwezo wa kusoma lugha ya Kiarabu vile inavyotakiwa. Kwa hivyo utakuta
hata kama madarisi zitajengwa na misikiti itajengwa, tunahitaji vile vile watu ambao wana pesa zao waweze kutumia pesa zao katika kupeleka mashekhe, maustadhi na kuketi maeneo hayo na kuwadhamini vizuri ili waweze kufundisha da'wa, ili waweze kufundisha dini ya Allah tabaraka wa taala. Bila kufanya hivyo, watu wengi wametoka kwenye Uislamu wao na wakaenda kwenye Ukristo, kwa sababu misikiti ipo lakini hakuna wenye kusimamia misikiti kama ile, yani hakuna maustadhi. Vile vile uhaba wa vyakula, yani kwa kuwa watu wanaishi kwenye maisha duni, mtu yeyote anayekuja na fikra zake aweza kumbeba mtu yule. Yeye amezaliwa ni Muislamu, anafahamu Uislamu, lakini pengine kula kwake ni tabu. Amekuja mtu asiyekuwa Muislamu akamwambia, ukiingia kwenye dini yangu mimi nitakupatia ugali, nitakupatia unga wa sima, nitakupatia kadha. Na tukio hili lishawahi kutokea na wengi katika Waislamu wanalifahamu, lakini mara nyingi sisi hatutafuti suluhisho, bali tunasubiri mpaka kutokea tatizo ya jambo fulani ndio tuanze kubweka na kuzungumza siku 2-3 kisha tunasahau. Lakini tunatakiwa mambo kama haya tujaribu kuyaekea uzio, tuweke masuluhisho kabla ya mambo yale hayajatokea. Kwale County aliwahi kutokea Mjapani mmoja akawa anawadhamini wazee, anawapatia mbuzi wa kiume na wa kike. Vile vile kila siku fulani watu wanapewa unga wa ugali. Hiyo ilisababisha watu wengi wakatoka misikitini na wakaenda kwenye dini nyingine ambazo kwamba sio sahihi na sio ya Kiislamu. Na hivyo hata Kilifi County. Na hivyo katika kaunti nyingi, ukienda katika kaunti za bara vile vile utakuta matukio kama hayo yako. Hivyo basi ansahu nafsi wa ansahu ala kulli man yahtamu bil Islam, na namnasihi kila anayekuwa na hamu na Uislamu na anayekuwa na mapenzi na Uislamu ya kwamba tuwe na muda wa kujitolea na kuweza kutembea kufanya ziarat katika misikiti ambayo iko sehemu za mashambani na kujua ahwali zao. Kwa kufahamu ahwali zao tutajua namna gani ya kusuluhisha matatizo yao. Misikiti kama hiyo ambayo imetengwa na kuachwa na madarisi hizo ambazo zimetengwa na kuachwa, lao zitaharibika kabisa, sisi tutaulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na tutaulizwa na hatutakuwa na majibu ya kumjibu Allah tabaraka wa ta'ala. Tutasema nini? Tutasema pengine hapo mahali palikuwa mbali, palikuwa panagharimu pesa ngapi? Na je, sisi hatuendi mahali mbali kwa ajili ya kutembea na kufurahisha nafsi zetu? Kuna watu wanatumia pesa nyingi katika kusafiri kwenda katika kufanya mambo ya anasa, lakini mahali pa 500 pa 1000 vipi patakuwa ni gharama mpaka ushindwe wewe kwenda kufika na kujua ahwali za watu? Wala kwenda mahali hapahitaji uwe unafahamika ama hufahamiki, ama unamjua mtu ama hujui mtu. Kumjua mtu ni aula wa afdal, lakini pia mahali palipo na Waislamu wewe pia ni kwenu na una haki ya kutembea mahali kama. Ndugu zangu katika imani, hizi ni nasaha muhimu sana ya sisi kama Waislamu tuweze kufatilizia hizi bawadhi. Na yule ambaye pengine labda anaona ni uzito yani wa kufika maeneo kama ama hajui, inshallah taala sisi tuko na tuweza kushirikiana na watu wenye kujitolea kuyafanya mambo kama hayo, ya kuweza kusambaza da'wa, ya kuweza kuzunguka na kufikisha ujumbe katika maeneo ya sehemu za mbali mashambani huko, kwa lengo la kufikisha dini ili sisi isije tukaulizwa mbele Allah tabaraka wa taala. Ndugu yangu katika imani, mtazamaji wangu mpendwa wa Al-Nisa TV, haya ni yetu, haya ni yako, haya ni yangu, haya ni ya kila Muislamu. Haya nihusu mimi, haya kuhusu wewe peke yako, bali tunafaa kuyashirikisha kwa wengi katika Waislamu, wayafahamu na wayajue na wazinduke, ili watoke kwenye usingizi mkali ambao kwamba umemfanya azubahi, atoke na kuamka na kujifahamu kwamba yeye ni nani na atakiwa afanye nini. Inshallah taala tasimamia hapa kwa maneno yangu haya mafupi, na tutakutana tena katika kipindi kijacho, Jamvi la Uislamu. Biidhnillahi taala tutakuwa na mgeni biidhnillahi taala, tuweze kuhudhuria katika kipindi hiki mahali popote pale ulipo, na ushirikiano wako ni ushirikiano wa da'wa.
وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين. Hii ni An-Nisaa TV.